Habari kubwa leo ni kwamba Tanzania imeingia tena kwenye headlines za kimataifa. CNN imeachia documentary mpya na madai ni mazito, yanatisha na yanagusa kila Mtanzania. Lakini cha kushangaza zaidi sio tu CNN peke yao. Watanzania wenyewe wamejitokeza na kuzungumza, na kauli zao zinagongana vibaya. Wapo wanaosema ni ukweli mchungu ambao lazima ujulikane, ila wapo wanaosema ni propaganda dhidi ya Afrika, na wapo wanaotoa onyo kali nini kitatokea tarehe 9 Disemba. Leo nitakuonyesha kila kauli moja baada ya nyingine na kukupa nafasi wewe msikilizaji kutoa maoni yako. Usiondoke, manake hii ndio video ambayo Tanzania haijawahi kuona kwenye Mizuka Media. Kwa wale ambao hamjamaliza kuangalia documentary ya CNN, ni uchungu, ni ukali na ni maswali mengi kuliko majibu. Madai ya mauaji, ushahidi wa video, ushuhuda kutoka kwa madaktari mpaka picha za maeneo yanayotajwa kuwa mass graves. Lakini leo sio kuhusu CNN tu, ni kuhusu Watanzania wenyewe walivyoipokea hii taarifa, na hapa ndipo tunaanza na video ya kwanza. Video ya kwanza inatoka kwa mwanahabari wa CNN Larry Madowo. Baada ya documentary kutoka, aliwashukuru Watanzania kwa kumtumia video, ushahidi na taarifa za kile kilichokuwa kinaendelea wakati wa maandamano. Hii inaonyesha kwamba Watanzania hawakukaa kimya, walisema kama ukweli upo basi uonekane. Hebu tusikilize sehemu ya ujumbe wake. Ndugu wa Tanzania, asanteni sana tena kwa jinsi mlivyotusaidia kwa hii ripoti yetu ya CNN ambayo imetoka hii leo. Imechukua muda kidogo kwa sababu imekuwa kazi ngumu. Mimi mwenyewe nilikuwa kwa likizo kwa wiki 2 zilizopita, lakini sijapumzika. Nikiwa Ujerumani, nikaenda El Salvador, nikakuja Afrika Kusini. Nimeshinda nikizungumza na Watanzania, wamenitumia video, mamia ya video na picha. Nimeshirikiana na wenzangu kufanya audio forensic analysis, tukatumia satellite, tukatumia kila kifaa tunacho kuhakikisha kwamba tunasema ukweli ili dunia nzima ijue kilichotokea wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Asanteni sana, pole na hongera. Sasa hii inatupa picha kwamba CNN haikufanya documentary kwenye studio peke yake, bali kulikuwa na mchango mkubwa kutoka kwa watu walioko kwenye ground. Lakini je, kila mtu alikubaliana na hii documentary? Sasa tuingie kwenye video ya pili ambayo imegusa watu wengi sana. Huyu mwanaume wa Tanzania anasema jambo la kutisha, kwamba siku ya maandamano kulikuwa na amri ya moja kwa moja kutoka juu, amri inayosema ilikuwa kuua. Kauli kama hizi si rahisi kusema hadharani na zinahitaji ujasiri mkubwa. Baada ya kuzima internet, walianza kutekeleza mauaji makubwa ya kutisha. Walipiga watu risasi, hawakupiga ili wajeruhi, walipiga ili waue. Waliwapiga risasi za vichwa, waliwapiga risasi za shingo, waliwapiga risasi za tumbo, waliwapiga risasi za vifua. Haya ni maelekezo, sio ya kujeruhi. Haya ni maelekezo ya kuua. Walitumia risasi kubwa ambazo hakusaidi kuzielekezea kwa binadamu. Ukiangalia binadamu wana matundu makubwa ya risasi, mashimo makubwa ya risasi kwenye vifua vyao, miguu yao, vichwa vyao, na kila ambaye alipigwa risasi maeneo ya tumbo, kifua, shingo na kichwa alipoteza maisha pale pale alipopigwa risasi. Baada ya kutekeleza mauaji haya, walianza kuficha baadhi ya miili mapema kabisa. Sasa ukisikia mtu akisema kulikuwa na oda ya kuua kutoka juu, lazima ujiulize, je, ni kweli? Je, ni experience yake binafsi? Je, ni taarifa za ground au ni hisia zinazoongozwa na kile kilitokea? Hii ndio sababu Tanzania imegawanyika, na video inayofuata inaonyesha upande mwingine kabisa. Sio Watanzania wote walikubaliana na kile kilichosemwa na CNN. Kuna grupu kubwa ambalo linasema huu ni mchezo wa kawaida wa kuharibu sura ya viongozi wa Afrika. Katika video hii, dada mmoja anasema CNN na Larry Madowo wanatumia playbook ile ya zamani ya kuchora picha mbaya dhidi ya serikali za Afrika. Anaamini kwamba documentary hii si ya kutafuta ukweli, bali ni ya kuchafua jina la Tanzania. Wanachokifanya CNN sio kitu cha bahati mbaya. Kutoka kufanya hivyo Nigeria, Kenya na sasa Tanzania, wakitembea na playbook ile ya kuuficha ukweli, kutokuzungumza ukweli ili kuchafua nchi za Afrika pamoja na kuwachafua viongozi wa nchi za Afrika, kama ambavyo anafanya huyu Larry Madowo. Ukweli ni kuwa wahalifu walivamia na kuharibu mali za raia wa Tanzania kwa lengo la kuvunja amani na kuzua taharuki kwa wananchi wa Tanzania ili kuiangusha serikali. Hakukuwa hata na mwandamanaji mmoja aliyebeba hata bango la kusema madai yake, lakini hao waandamanaji walikumbuka kubeba viberiti pamoja na petroli kwa ajili ya kuchoma na kuharibu mali za raia na miundombinu ya umma. Lakini CNN hili hawajaliona, au tuseme kwenye hiyo research wameshindwa kubaini hili. Siku zote hawa CNN wamekuwa wakiripoti habari za upande mmoja as long as zinahusu nchi za Afrika.
Leo hii CNN imeshindwa kupata taarifa za uharibifu uliofanywa na hao watu waliokuwa wanajiita waandamanaji, ili hali ni vibaka, wezi, yani in short wahalifu. Hili linaonyesha kwamba CNN badala ya kuwa chombo cha habari cha kuaminika, kimekuwa ni chombo ambacho kinasambaza fake news, tena ni chombo ambacho ni takataka. CNN wanataka kuaminisha watu kwamba yale yalikuwa ni maandamano ya amani, ili hali tunafahamu ukweli, wanaufahamu kwamba hakukuwa na waandamanaji wa amani, bali walikuwa ni wahalifu ambao walikuja kufanya wizi na uharibifu wa mali za wananchi pamoja na mali za umma. CNN haitaki kuandika kuhusu upande wa pili wa habari hizi, badala yake inaandika tu upande wa kutetea ujinga uliofanywa na wahalifu kwa kisingizio cha maandamano ya amani. Alafu wanaita hii ni kitu ambayo eti ni research. Research my foot. Research ya kitu ambacho tulikuona umeposti mtandaoni, unataka kukusanya videos kutoka kwa watu mbalimbali. Kama research ingekuwa inafanyika kwa njia rahisi hivyo, basi kila mtu angekuwa ashakamilisha research yake. Kama mtu alikuwa anaweza tu kuja online na kupost, jamani nakusanya videos za aina fulani, nakusanya videos za aina fulani, afu baadaye akaenda kuziita research. How is this research kama haina pande zote mbili? Kitendo cha CNN kuto kuandika hii habari kwa kuzingatia hata maumivu ya wale wananchi wengine walioathiriwa mtaani kutokana na hizi vurugu zilizoitwa maandamano, ambazo zilisababishwa na wahalifu waliojiita waandamanaji, maana yake ni kwamba CNN ina support machafuko yale. CNN ina support wahalifu wanaofanya uhalifu dhidi ya raia. Ni kwamba CNN haijui sasa hivi Tanzania inapitia changamoto zipi zilizosababishwa na wahalifu wale. Ni kwamba CNN imeshindwa kujua mfumuko wa bei uliopatikana ghafla kutokana na vurugu zile. Ni kwamba CNN haijui kwamba kuna watu walibakwa, waliibiwa na kuharibiwa mali zao kwa sababu ya maandamano yale. Na hapa ndipo mjadala unakuwa moto zaidi, kwa sababu upande mmoja tunasikia ushahidi, video, forensic analysis, upande mwingine tunasikia propaganda, agenda na ukoloni mamboleo. Swali linabaki, je, nani yuko sahihi? Na hapa ndipo video ya 4 inakuja na twist mpya. Kwa wale ambao mmesikia kuhusu maandamano mapya yanayodaiwa kufanyika tarehe 9 Disemba, kuna kijana mmoja ambaye aliamua kuzungumza, sio kuhusu CNN bali kuhusu usalama wa Watanzania. Huyu kijana ana ujumbe mzito, kuanzia jinsi ya kujilinda, kujua wapi pa kwenda, wapi pasipo salama, mpaka namna ya kutoa sauti bila kupoteza maisha. Ndugu yangu ambao umepanga kuandamana tarehe 9, hakikisha haya mambo uyazingatie. Kwenye maduka yetu sisi kama wananchi usisogee. Tutalinda biashara zetu zote sisi kama wananchi. Kama una plani ya kuiba ndugu yangu, hiyo siku utaumia. Haya, kitu kingine, usisogee kwenye mwendo kasi, sijui au vyombo vyote vya usafiri, vya public, vya serikali, kwa sababu sisi ndio tunaotumia. Umenielewa? Rais hatopanda mwendo kasi, polisi hatopanda daladala, mwanajeshi hatopanda daladala, na sisi kama raia tutashirikiana kama nyinyi mnavyoshirikiana kutaka kuja kuvunja amani au kuvuruga biashara zetu. Maana najua kwenye hao waandamanaji kuna wengine wanajua kabisa kwamba hapo ndio sehemu ya kupiga hela. Sasa hapo mmeluzi. Kama maandamano yenu mtakuwa ni amani, mtajua wenyewe, sisi hatutahusika kwenye maandamano yenu. Ila tu tunaomba biashara zetu na vitu vyetu hatutotaka mviingilie, sababu tutashirikiana sisi kama nyinyi mnavyoshirikiana kutoka kuandamana, na sisi ndivyo tutavyoshirikiana kutoka kulinda vitu vyetu. Ukigusa duka tuna wewe, ukichoma hichi tuna wewe, yani ukichoma mwendo kasi tuna wewe, ukigusa duka tuna wewe, ukigusa chochote kile tuna wewe. Litakuwa ni wananchi kwa wananchi. Wale wananchi ambao ni wezi wa kutaka kuiba, tunapambana na wananchi wenzenu. Polisi watupe tuachie tu time kwanza, ili tufurahishane. Maana nyinyi mnajifanya ni wengi, alafu wengi wenu mnakuja kuiba. Watu warudi kwenye umaskini, watu wamepoteza ndugu zetu, nyinyi mnatuletea mambo ya ajabu. Ujumbe huu unaonyesha hofu, tahadhari na ukakasi ulioko sasa nchini Tanzania, hasa baada ya CNN documentary. Sasa tumewasikiliza Watanzania wa pande zote. Tumemsikiza Larry Madowo, tumemsikia kijana aliyesema kulikuwa na oda kutoka juu, tumemsikia dada aliyesema CNN wanadanganya, tumemsikia kijana anayewatahadharisha kuhusu Disemba 9. Sasa swali ni moja tu kwa watazamaji wangu. Je, wewe unaamini documentary ya CNN au unaamini huu ni mchezo wa kuchafua jina la Tanzania na kuna kitu Tanzania hapa inaficha kama nchi? Niachie maoni yako kwenye comment section. Maoni yako yanaweza kuonekana kwenye video ijayo. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo.